Mtazamaji wa Top Town Media, karibu katika habari hizi za kiburudani ambapo tunakukusanyia mastaa wako kemkem wanaopatikana ndani ya Njombe na nje ya Njombe Tanzania kwa ujumla. Ungana nami, naitwa Mzee wa Tatu. Leo tuko mitaa ya Chaugingi, tuko naye Brai for real kutoka hapa Njombe Tanzania. Kulikoni? Sikiliza basi kitu ambacho tunakujuza kutoka hapa. Brai, mambo vipi? Kama kawa. Uhakika? Niko sawa. Habari za kiburudani zinaendaje? Kama kawaida. Bwana, mwaka ndo kama hivi mshaanza tayari mwezi wa 4 huu. Vipi upande wako mambo ya kiburudani? Moja kati ya wasanii tayari umeshafanya show ya kwanza ikiwemo ni Pasaka juzi kati hapa. Inaendaje? Na mimi binafsi naona iko fresh na mambo yangu yanaenda sawa kama kawaida. Okay. Unaona kabisa wadau wa burudani wanakuja kuzipokea zile burudani ambazo mnaziandaa au bado wanasuasua? Maana palikuwa na changamoto ya mapokezi ya burudani kwa wasanii. Sijajua changamoto ilikuwa kwa wasanii wapi au wasanii gani. Kwa kawaida tunaujua mkoa wetu, tunajua kusini yetu. Kwa kawaida mapokeo ya wasanii au mwamko wa uwekezaji katika sanaa ya hasa ya muziki na burudani nyingine kidogo imekuwa changamoto, lakini kwa upande wangu mimi ninaona imekuwa sawa kwa sababu mapokeo yamekuwa ni makubwa. Okay. Lakini pia nishukuru pia kwamba waliowekeza, walio support pia ni walikuwa watu wakubwa, kwa hiyo naona mambo yalikuwa sawa kabisa. Asante. Kwenye cover ya show yako ambayo ilikuwa ya Pasaka, palikuwa pana watu watatu ukiwemo wewe mwenyewe, Don Masaga pamoja na Snaila Classic. Lakini kwenye show tumeona Snaila hakufanikiwa kufika. Changamoto zilikuwa ni kipi kilisababisha kuonekana kwenye show? Changamoto inawezekana ikawa ni ubize labda au na mambo yake mengine kwa sababu mimi nilitegemea atafika, lakini mwisho wa siku yeye akanipa feedback kwamba yeye yuko mbali na Njombe. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo kwamba aliniambia na kazi nyingine alikuwa ameshapokea advance. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo, hakukuwa na kitu kingine ambacho kilikuwa cha zaidi. Kwani tunatamani kufahamu zaidi kwamba show ile ilikuwa ya kwako au ilikuwa ya wote watatu? Show ilikuwa ya kwangu, lakini mimi nilikuwa natamani kufanya na watu watatu. Yani nilikuwa natamani tuwe watu watatu tufanye kitu kwa pamoja. Okay. Kwa hiyo unasema kwamba tafsiri yake ni kwamba wakati unamuapproach kwamba mje kufanya naye show kwamba ilikuwa mjaweka mawasiliano sawa, yeye tayari alikuwa ameshapokea show nyingine kwa watu? Hapana. Sasa sijajua kwa sababu yeye kabla, wakati wa maandalizi ya show yeye alitoka. Alitoka kwa maana hapo sasa inawezekana alipata baada ya nani yangu, ila kwenye issue ambayo ilikuwa imetokea inawezekana ikawa sababu kubwa kabisa iliyosababisha ni kwamba show kwa upande wake yeye alikuwa ni kama mtu anayesindikiza, kwa maana hata posho yake ambayo angepata ilikuwa ni ile ya ombi kwamba naomba njoo support, na thamini talent yako, natamani uwepo kwenye kitu changu. Kwa hiyo huenda yeye aliona kwamba kwa nini nikafuate posho ambayo kiasi ambacho hakijui na wakati yeye anaweza kufanya show yake. Ikawa hivyo, nadhani inawezekana. Changamoto gani zimejitokeza kwa mashabiki wa kwake Snaila mara baada ya kutokuonekana jukwani? Kwa sababu mimi ninachokiamini issue ya promo na usifike kwenye eneo la tukio, issue inakuwa ni wewe kesho kwa mtu kukuamini kwamba unaweza kufanya kitu kizuri au kufanya mwaliko na mtu ukamwalika na akakufikia. Okay. Kwa maana yeye amewadisappoint mashabiki zake yeye. Kwa sababu yeye nilimuuliza na yeye ndo ambaye hakufika. Mimi sioni kwamba kwangu mimi ina changamoto yote kwa sababu mimi kila kitu changu kilienda sawa. Na ukubwa wangu wa muziki wangu, kila kitu kilikuwa sawa bila shaka. Kwa kuwa show ilikuwa ni ya kwako binafsi, wewe ulijisikiaje mara kuona mshikaji ambaye ulikuwa umemapproach kwamba mpeane company hakutokea na kukupa labda taarifa mapema ili uweze kutafuta mtu mwingine wa kukava? Wewe binafsi ulijisikiaje sasa? Binafsi nilijisikia vibaya kwa sababu alinidisappoint. Na alinifanya niende nje ya malengo yangu. Okay. Kwa maana angenipa taarifa mapema ningeweza kujua nimtafute msanii gani, nimweke hapo ili kusolve mimi ninachotaka. Kwa sababu nilikuwa na target tusizidi wasanii watatu. Okay. So kwamba yeye alipoondoka maana tukabaki wawili. Kwa maana wake unaona hapo sasa amekuwa nje ya mipango yangu. Kwa hiyo alinidisappoint, lakini kwenye issue nyingine ni kibinadamu, tunasameheana, ni kawaida sana. Okay. Vipi sasa kwa wewe game la Njombe unalionaje, kwa sababu tayari umeshafanya show na of course utatueleza mapokezi yalivyo na unauona muziki wa Njombe sasa vipi, ukoje? Umeshuka, uko pale au una dalili za kunyanyuka? Muziki wa Njombe ni mkubwa, lakini kwa
namna nyingine naweza nikasema muziki wa Njombe unakuwa kwa kusuasua kwa sababu watu hawabadiliki. Yaani wasanii wenyewe pia hawabadiliki, ila mimi nadhani wakibadilika itakuwa hapa walipo watazidi yani. Kwa sababu wana uwezo lakini ufanyaji wao wa kazi ni ule ule wa kila siku, so tunatakiwa tujitahidi kubadilika na hivyo. Kwa hiyo hawabadiliki kikazi kwa tafsiri yako? Yani kwa maana yake tukienda kwenye shows zetu ambazo tumezizoea ufanyaji wetu wa kazi ni ule ule. Tukiangalia ngoma tunazoziachia, ngoma zetu ni zile zile. Yani ufanyaji wa kazi ni zile zile, production ni zile zile. Kifuatilia sijai kuona mimi msanii hapa kipindi cha nyuma, mimi wakati naanza game kwa wasanii walikuwa wanatishia. Nilikuwa naona unakuta msanii kama Asmat Kevin, ngoma unakuta amefanyia da, mara yuko Njombe, mara video da, mara yuko Njombe. Unamwona Liza Stadium, mara da, mara Njombe, Stan Rhymes, wakina Kolimba. Kwa hiyo mimi nilikuwa najifunza, naona kwamba lile game kama watu walikuwa hapo serious sana, na ndio kitu ambacho kinanifanyaga hata mimi pia naona yani sitakiwi nifanye vile vile, yani na sitakiwi nifanye kama yani nikomaa, yani kwamba ninafanya kazi kila siku Njombe. Ndio maana ukifuatilia hata mimi kwenye kujipambania muziki wangu 50%, yani 50% Njombe nafanya, lakini kwa kiasi kidogo sana. 1% kubwa mimi najitahidi kutoka nje ya Njombe. Yani mtu ataona nipo kimya Njombe, lakini huenda huko sehemu nyingine ni mpya. Kwa mimi huwa naona hivyo. Watu tujitahidi kubadilika, kujifunza, tuache dharau, tuache maneno ambayo hayana msingi. Hakuna mtu anayemzidi mwenzake binafsi. Naamini kwamba hata ambaye anajisi yeye ni mkali akijifunza anakuwa bora. Ila wa Njombe sisi wengi hatupendi kujifunza, na kitu kinachosababisha tumebaki pale pale basi. Sababu zako unahisi ni zipi zinafanya wasanii wa Njombe wanashindwa kubadilisha studio, yani kuanza kubadilisha labda maproducer pamoja na madirector? Changamoto ni nini? Ni hela au vivu tu wa kujiongeza? Ni mazoea na kitu ambacho unajua, mtu kikiwa kitu chako ni rahisi sana wewe kutoka hapa kwenda Mbeya. Ni rahisi sana wewe kutoka hapa kwenda Iringa. Lakini kitu kikiwa sio chako unakifanya unatafuta tu yani ile kama vile kusemeana na watu, kupishana na makelele. Utakuwa unakifanya kwamba ni Njombe tu, yani mimi target yangu ni watu wangu hawa hapa. Lakini kitu kikiwa ni kitu chako unatamani kiende mbele, lazima utatoka, utaenda kujifunza, hata kusoma tu. Mimi kuna muda nimeshaenda kujifunza muziki. Sijawahi kusemaga hicho, lakini nimeenda kujifunza muziki ingali na sio kwamba vitu vingine sivijui, navijua. Ila ninajifunza, natoa pesa kwa sababu natamani kufahamu zaidi ya pale nilipo. Kwa hiyo naona ni uvivu na uzembe tu ile kwamba nikienda Dar sasa itakuwaje, nikienda Mbeya pesa na wanazo, sio kwamba wanazo. Mimi naamini kwa sababu tunaona utakuta mtu amefanya audio mbovu, video kali. Ila producer akafanya production ni nzuri tu, yeye msanii ameimba vibaya. Haya, hapo utasema ni issue kwamba ni hela au ni issue ni yeye hataki kujifunza? Kwa maana watu hawataki kujifunza kutokana na kwamba wameridhika na kile walichonacho, kwamba ni msanii. Kwa hiyo hicho kinachowaponza watu wengi. Huu mwaka umekuwa kama mwaka ambao wasanii wengi wa Njombe wamekuwa wakitafuta kiki, wengine kiki mbaya. Yani kila mmoja anafanya anavyojua, mwingine anakuambia make tu headline fulani asikike kwenye vyombo vya habari na nini. Kwa maana kwa madai yao labda wengine wanahisi inawaongezea kitu kwenye sanaa yao. Wewe unalizungumziaje upande wako? Mimi binafsi nasema kiki ni nzuri, lakini zile kiki ambazo hazina madhara. Kuna kiki hata moja niliona. Msanii anasema media haina msaada. Nikacheka sana kwamba yani yeye alikotoka anadharau alikotoka, ingali bado anategemea media ambazo hata kama hayuko Njombe, yuko sehemu nyingine, lakini anategemea media za sehemu nyingine, ila anadharau watangazaji ambao amewaacha. Kwa hiyo zile sio kiki, ule ni utoto. Tunatakiwa tubadilike na kujua kwamba thamani yetu sisi pia sometimes inabebwa na watangazaji na media mbalimbali ambazo zinatubeba. Ndio hivyo tunaenda walau kidogo, ukiachana na social network kwa maana ya mitandao ya kijamii, Instagram, wapi huko kote tumefika baada ya kutangazwa pia kwenye media nyingine za watu ambazo tulienda kwa kupiga magoti. Sometimes wengine hatukuwalipa hata 100, ila walitupromo, wakatupa connection nzuri,
tukaenda sehemu nyingine tukaonekana. Kwa hiyo hizo sio kiki. Okay. Tujifunze kufanya kiki ambazo zitaleta ukubwa kwenye game yetu, lakini zisiwe kiki ambazo zinaweza kusababisha matatizo au zikasababisha chuki kati ya mtu na mtu mwingine au ubaya kati ya jamii fulani na mtu fulani, inakuwa sio vizuri. Okay. Yeah. Unatamani kufanya kazi na msanii gani mkubwa wa hapa Tanzania? Watanzania mimi wako wengi. Watanzania wako wengi, lakini ukisema mmoja au nitaje mmoja? Mmoja tu Kwa mmoja mimi naweza nikasema Diamond. Okay. Yeah. Okay. Unapewa nafasi ya kuwashauri wasanii wenzako wa Njombe kwa lengo la kubadilisha muziki wa Njombe uende kitaifa na kimataifa zaidi. Neno moja kwao. Neno moja kwangu kwao. Wasanii wenzako. Ya nafasi ya kuwashauri wafanye muziki zaidi. Wapindue daraja ili tutoke kinjombe njombe. Kuongeza juhudi, kufanya kazi pia, ukiachana na muziki tufanye kazi nyingine. Tufanye kazi nyingine, lakini pia tuongeze juhudi kwenye muziki wetu. Tujifunze kutoka, lakini pia kufanya collab tu haitoshi. Issue ni kujua muziki ambao unaufanyia collab. Okay. Itatusaidia sana. Msanii gani chipkizi wa Njombe ambaye amekuja hivi karibuni na unamwona kabisa anafanya vizuri, ana kitu? Mimi wasanii wa Njombe wengi siwafahamu. Machipkizi kwa sababu kwa muda mfupi uliopita sikuwepo Njombe. Okay. Kwa hiyo wasanii wengi sana nimekuwa si wafahamu. Labda ingekuwa labda ni next time hapo ndo nije niulize swali kama hilo. Ila wasanii wengi wa chipkizi mimi siwafahamu. Bwana mimi nikushukuru sana. Shukrani sana. Bwana tulikuwa naye Brian For Real. Nafikiri umemsikiliza yote, amekujuza kwa yale ambayo anafikiri yeye kupitia akili yake. Usisite tu kutembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa neno moja tu, Top Town Media, lakini pia ingia YouTube channel yetu, hakikisha umesubscribe, umelike, umeshare na umecomment ili tuwe pamoja kujenga familia ya Top Town Media. Naitwa Mzee wa Tatu, nyuma ya kamera nilikuwa naye Kevo Mnyama. Mpaka wakati mwingine tena, asante sana.